Tuko sehemu ya 3 ya uchambuzi wa Qur'an, na katika sehemu hii nitaichambua hii sura ya 96 ya katika Qur'an, inafahamika kama Suratul Alaq. Na sehemu yetu ya kwanza tuliangazia Suratul Fatiha, sehemu ya pili tukaangalia mpangilio wa Qur'ani umekuja vipi. Na kwa ufupi tu tukazingatia yale madai ya Kiislamu kwamba Qur'an haijai kubadilika nukta kwa nukta, neno kwa neno, tukaona kwamba huu ni upuzi mtupu. Sasa kwa nini tumeruka au naruka kutoka Suratul Fatiha sura ya kwanza mpaka sura ya 96? Kumbuka wakati nazungumzia Suratul Fatiha nilisema kwamba mojawapo masahaba wa Muhammad yule Abdullah bin Mas'ud, yeye alisema kwamba Qur'an ambayo alijifunza kutoka kwa Muhammad ilikuwa na sura 111, na alisema kwamba Suratul Fatiha haikuwa Qur'an bali ilikuwa ni dua. Kwa hiyo lakini kadhalika kwa mujibu wa madai ya Waislamu sasa wengine ni kwamba wanadai Suratul Fatiha ili ndio sura ya kwanza kushuka kikamilifu. Sasa tunakwenda katika sura 96 kwa sababu kwa mujibu wa mapokeo ya Waislamu ni kwamba Suratul Alaq ndio sura yenye aya za kwanza kabisa, ambayo tunasema wahai wa kwanza ulishuka, sehemu yake ikiwa ni sehemu ya Suratul Alaq. Kwa hiyo ndio kimsingi tunaweza kusema kwa mujibu wa mapokeo ya Kiislamu hii ndio sura ya kwanza kushuka, japo haikushuka kikamilifu, lakini tunakuta ndani mwake zile aya za mwanzo ambazo Muhammad anafundishwa na kile kiumbe alichokutana nacho kule katika pango la Hira. Sasa sura hii ina aya 19. Nitakwenda kuzisoma alafu nitaendelea kuzungumza. Inasema hivi: kwa jina la Mola wako aliyeumba, amemuumba mwanadamu kwa pande la damu. Soma na Mola wako ni karimu sana, ambaye amemfundisha kwa sita wa kalamu, amemfundisha mwanadamu mambo aliyokuwa hayajui. Sivyo hivi, kwa hakika binadamu hutakabari, akijiona amepata utajiri. Bila shaka marejeo ni kwa Mola wako. Je, umemuona yule anayemkataza mja akisali? Je, mwongofu au anaamrisha wema? Je, unaonaje kama yeye anakadhibisha na kurudi nyuma? Je, hajui ya kuwa Mwenyezi Mungu anamuona? Sivyo hivyo, kama haachi tutamkokota kwa nywele za utosi muongo wenye dhambi. Basi na waite wanachama wenzake, na sisi tutawaita malaika wa motoni. Sivyo, usimtii bali sujudu na uwe karibu. Sasa Surat Alaq imegawanyika katika pande kubwa mbili, kutoka aya ya kwanza mpaka ya 5. Hizi ni aya ambazo inaaminika kwamba ndio aya za kwanza kabisa kushuka, au tunaita wahai wa kwanza kabisa kushuka, ambako kile kiumbe kinachoitwa Jibril, au Waislamu wanadai kwamba ni malaika Gabriel au Jibril, kilikutana na Muhammad, alimtokea Muhammad katika pango la Hira, na ndio akamteremshia hizi aya 5. Sasa unaposoma kutoka katika Suratul Alaq aya ya kwanza mpaka hiyo ya 5, jambo la kwanza hapo tunakutana ni kwamba haya maneno sio ya Allah. Hii ni kauli ya Jibril, na maneno haya sio kauli ambazo Allah anaziweka kinywani au anamwambia nabii mwingine azungumze. Unaposoma Qur'ani kwa mfano, kuna aya ambazo Allah nazungumza hivi kwa namna ambavyo Waislamu wanavyofundisha kwamba kuna maneno ambayo Allah ndiye anasema, lakini kuna maneno Allah anamwambia mtu mwingine aseme. Wakati mwingine anamwambia Muhammad aseme, wakati mwingine anamwambia Isa aseme, wakati mwingine anakuwa ananukuu au anaweka maneno ya wengine. Sasa maneno haya sura hii ya Alaq aya ya kwanza mpaka ya 5 ni maneno ya Jibril, si maneno ya Allah wala ya Muhammad au ya nabii yoyote yule. Sasa tunakuja kisa hiki cha sura hii ya Alaq kuanzia aya ya kwanza mpaka ya 5 kinasomeka vizuri sana katika hadithi Bukhari, hadithi ya 3. Naam, sasa nitakwenda kukuonyesha namna gani Qur'an ni mapokeo yanayotoka kwenye kinywa cha Ibilisi. Hili nasema bila hofu, ndugu yangu Muislamu. Najua wengi wenu pengine yanaweza ikakwaza neno hili, lakini ukweli lazima usemwe, kwa sababu ukweli utakuweka huru. Nasema hivi kwa sababu tunamfahamu Ibilisi sisi wa Kristo. Kwenda katika maandiko kabla yake ambayo Qur'ani yenyewe imeisadikisha, tunaona wazi mambo kadhaa hapa
huyu kiumbe aliyomtokea Muhammad katika pango la Hira anayesema ni ya uongo mtupu. Kwa mfano, tuangalie namna gani Bwana Yesu anamzungumzia Ibilisi. Tunasoma katika kitabu cha Yohana ama Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 44. Inasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Haya ni maneno Bwana Yesu alikuwa anasema, yananukuliwa kutoka kwa Bwana Yesu. Anasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yale yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Sasa tukaangalia katika hii mistari mitano ya kwanza au hizi aya 5 za kwanza za Suratul Alaq, namna gani kile kiumbe kinasema vitu ambavyo ni uongo mtupu. Kwa mfano, tunakuta anasema soma kwa jina la Mola wako. Mambo kadhaa. Unapokwenda katika hadithi ya Sahih Bukhari, hadithi ya 3, hichi kiumbe kinapomtokea Muhammad, nitakusomea hii hadithi kwa ufupi tu. Inasema malaika alimjia, na hadithi hii imehadithiwa na Aisha. Malaika alimjia na kumwambia asome. Mtume akajibu sijui kusoma. Sasa huyu malaika, hichi kiumbe kinaitwa malaika. Sasa tufahamu kwamba kama hichi kiumbe kilitumwa na Mungu, kina ufahamu wa kimungu, alikuwa hajui kwamba Muhammad hajui kusoma. Anamwambia soma, Muhammad anamwambia sijui kusoma. Mtume akaongeza, malaika akanikamata kwa nguvu na akanikandamiza sana kiasi sikuweza kuvumilia. Kisha akaniacha na kuniambia tena nisome, nikajibu sijui kusoma. Hapo akanikamata tena na kunikandamiza kwa mara ya pili mpaka sikuweza kuvumilia tena. Kisha akaniacha na kuniambia tena nisome, nikajibu tena sijui kusoma. Hapo akanikamata kwa mara ya 3 na akanikandamiza. Kisha akaniacha na akasema, soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba, akamuumba mwanadamu kwa pande la damu. Soma, na Mola wako mlezi ndiye mkarimu zaidi. Haya maneno yanayosema kutoka hapo kwamba soma kwa jina la Mola wako ndiye ameumba akamuumba mwanadamu kwa pande la damu. Soma na Mola wako ndiye mlezi mkarimu zaidi. Hizi ndio sehemu hizi aya 5 za kwanza inayosema soma kwa jina la Mola wako aliyeumba, amemuumba mwanadamu kwa pande la damu. Soma na Mola wako ni karimu sana. Hizi ni aya 3 ambazo kwa mujibu wa Waislamu ni kwamba ndio ufunuo hichi kiumbe kinachomtokea Muhammad pale kwenye pango la Hira. Sasa kuna vitu kadhaa hapa tunaona. Cha kwanza kabisa, hiki kiumbe hakijui kama Muhammad hajui kusoma. Lakini katika mapokeo ya Kiislamu haijulikani kama hichi kiumbe kinapomwambia Muhammad asome ni kwamba hichi kiumbe kilikuja na kitabu au Muhammad pale kwenye pango la Hira alikuwa na kitabu. Hususan tunapoangalia tunagundua kwamba haiwezekani kwamba Muhammad alikuwa na kitabu, kwa sababu yeye mwenyewe anasema kwamba hajui kusoma. Kwa hiyo hakuna mantiki ya mtu asiyejua kusoma na kuandika abebe kitabu kwenda nacho kwenye pango kufanya tafakari na kusali. Kwa hiyo inawezekana pengine huyu malaika au hichi kiumbe kilikuja na kitabu na alikuwa hajui kama huyu Muhammad hajui kusoma. Lakini jambo moja la kubwa zaidi ambalo analifanya ni namna mambo anayoyasema hapa ambayo yako kinyume kabisa na mafundisho na maandiko yaliyotangulia kabla yake. Kumbuka, Qur'ani inakuja miaka 600 baada ya Kristo. Miaka hii tayari Biblia imekamilika. Agano la Kale lipo tayari toka karne 4 kabla ya Kristo kuja. Na karne ya 6 tayari Wakristo wanaisoma Biblia kwa ukamilifu wake, wakiwa ndani mwake kuna vitabu vya Agano la Kale, yani Tanakh, na vitabu vya Agano Jipya vikiwa vimekamilika vyote. Sasa unapokwenda katika vitabu vya kabla yake, hukuti sehemu yoyote ambako tunaona kwamba Mungu amemuumba mwanadamu kwa pande la damu. Hakuna kitu hiki. Na kwenda kukusomea kutoka katika Torati, kitabu cha Torati, kitabu cha Mwanzo, sura ile ya kwanza mstari wa 26, na nitakusomea pia sura ya 2 mstari wa 7. Taanzia na ule mstari wa 6. Inasema mstari wa 26, samahani. Inasema sura ya kwanza mstari wa 26, Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mstari wa 27 anasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Hii ni summary. Tunapokwenda katika sura ya 2
ya kitabu hicho cha Mwanzo kwenye mstari ule wa 7 tunaona namna gani Mungu alimuumba huyu mwanadamu. Sura ya 2 kitabu cha Mwanzo mstari wa 7, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Tunaona Mungu anamuumba mwanadamu kwa mavumbi. Hiki kiumbe kinatokea Muhammad kinamwambia amemuumba mwanadamu kwa pande la damu. Upuzi mtupu. Huyu ni Ibilisi na ni muongo. Toka mwanzo Qur'an na Uislamu unaanza kujengwa katika hadaa au uongo wa Ibilisi. Na ndicho tunaona Uislamu ndio msingi wake. Na ndio maana Uislamu inaruhusu uongo kwa dhana ya kitu inaitwa takia, inaruhusu uongo kwa dhana inaitwa tauria. Kwamba ndani ya Uislamu uongo kwa namna fulani inakuwa si dhambi. Tunapokuja katika Ukristo na mafundisho ya Kikristo na mafundisho ya Kiyahudi, uongo ni dhambi. Hakuna sababu yoyote mwanadamu anaruhusiwa kusema uongo. Ni Ibilisi huyu muongo ambaye anakuja na vitu vya uongo kama hivi ndivyo vinatengeneza Uislamu. Waislamu unaoletea mambo haya watakimbilia katika swala kwamba huyu kiumbe hakizungumzii uumbaji wa kwanza, kinazungumzia uumbaji katika uumbaji wa mimba. Sasa kumbuka katika mafundisho ya Biblia takatifu, Mungu anaumba mara ya kwanza mwanadamu. Kinachofuata ni tofauti. Kwa mfano tunaenda unapokwenda katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 28 inasema Mungu akawabarikia. Hapa ni baada ya Mungu ameshakuumba mwanadamu. Mungu akawabarikia akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu anambariki Adamu na Hawa na anawapa mamlaka au uwezo wa kwenda kuzaliana. Haendelei kuumba. Mwanadamu anapoumbwa, Adamu anapoumbwa, ndani mwake tunaita katika lugha ya Kiingereza entire humanity inside him. Yaani wanadamu wote wanakuwa ndani mwake. Lakini anampa mwanadamu uwezo wa kuzaliana. Na hafanyi hivyo kwa wanadamu tu, anafanya hata kwa viumbe vingine vyote vikazaliane na kujaza uso wa nchi. Kwa hiyo kusema kwamba ati hapa malaika huyu au kiumbe hiki kinazungumzia uumbaji katika tumbo la mwanadamu, nao pia si kweli. Kingine watakimbilia kusema kwamba huu ni muujiza, kwamba katika stage ya mimba ni stage fulani, lakini mtafute mtaalamu yoyote wa mimba, wanaitwa maarufu kama embryologist, utakwambia hakuna stage yoyote tangu mbegu ya kiume inapokutana na yai la mwanamke kwamba mimba ile inakuwa stage ambayo inaitwa pande la damu. Hii ni dhana ambayo Muhammad aliitoa kwa watu wa kale. Waliamini kwamba mwanadamu mimba inapitia stage ya kuwa donge la damu. Ni makosa ya mwandishi wa Qur'ani, na utetezi huu unatoka kwa Waislamu katika kumnusuru mwandishi wa Qur'ani ambaye alikuwa ni mtu ambaye hakuwa makini, hakuwa na ufahamu. Hiki si kitabu cha Mungu. Hakika haya ni maandiko ya mwanadamu asiyekuwa na ufahamu, asiyekuwa na uelewa wowote. Na zaidi sana mimi nitasema ukweli, hii ni hadaa itokayo kwa Ibilisi, kwa sababu tunaona kabisa ni uongo anaofundisha hapa. Anamwambia Muhammad vitu ambavyo ni vya uongo mtupu, ambavyo haviendani na maandiko na mapokeo yaliyokuja kabla yake, ambao Qur'ani yenyewe, mwandishi huyu wa Qur'ani anafanya makosa kwa kusadikisha yaliyotangulia kabla yake. Si tu anasadikisha, lakini pia anasema hakuna anaweza kubadili maneno hayo. Lakini pia anafanya jambo jingine kubwa zaidi. Katika sura ya 10 aya 94 tunamuona huyu mwandishi wa Qur'ani anayejiita Allah anamwambia Muhammad, kama utaona una mashaka na haya tunakuteremshia, basi kawaulize wale tuliowapa maandiko au vitabu kabla yako. Kwa maana hiyo kwamba leo hii kama Muislamu anashaka kuhusu kinachozungumzwa katika sura hii ya 96 aya ya kwanza mpaka ya 5, basi aje kwa Wakristo ama Wayahudi, tutampa ukweli. Na ukweli ndio huo, mwanadamu hakuumbwa kwa pande la damu. Labda fikiri wewe Muislamu, kama mwanadamu aliumbwa kutoka kwa pande la damu, hii damu ilitoka wapi? Ilitoka wapi? Je, ilikuwa ni damu ya mnyama mwingine pengine ndio ikamfanya mwanadamu? Haingii akilini unapoenda kusoma vitabu vya kale zaidi kabla ya Qur'an vinapozungumzia uumbaji, hususan hii kitabu cha Mwanzo ambako ni sehemu ya Torati. Kiseme hiki Qur'an kinakuja kusema vingine. Kwa hiyo tunachokiona hapa ni makosa ya mtunzi wa Qur'an na ulaghai wa kiumbe
kinachomtokea Muhammad katika pango la Hira, ambaye huyu kiumbe hakika ni Ibilisi, kwa sababu tumeshaambiwa na Bwana Yesu Kristo Ibilisi ni muongo na ni baba wa huo uongo, na ndio uongo mmoja wapo anaotengeneza, na ndio msingi wa Qur'an ulipo hapa, na ndio msingi wa imani ya Kiislamu ulipo. Tunapoenda kusoma kuanzia sura ya 6 kwenye aya ya 6 mpaka ya 19, hiki ni kisa ambacho kinatokea. Muhammad anashuka na huwahai kujaribu kutisha watu, kwa sababu palitokea mtu mmoja ambaye alikuwa akiitwa Abu Jahil. Muhammad baada ya kuanza kufanya mahubiri yake na kuzunguka na kudai kwamba yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni nabii, siku moja alikuwa amekwenda kusali kwa mujibu wa mapokeo ambao alikuwa ameanza kuyapeleka kwa watu, mafundisho yake. Akaanza kusali kwa namna ya Kiislamu inavyosemekana katika Al-Kaaba. Huyu Abu Jahil alikuwa ni mpagani. Na kumbuka katika mapokeo hata ya Kiislamu, Al-Kaaba ilikuwa ni sehemu ya ibada za kipagani. Yale mazungumzo ya Waislamu wanaodai kwamba Al-Kaaba ilijengwa na Ibrahimu na mwanae Ismaili ni mambo ambayo yapo ndani ya vitabu vya Kiislamu tu. Hakuna ushahidi wowote nje ya mapokeo ya Kiislamu ati kwamba Al-Kaaba ilijengwa na Ibrahimu. Hizi ni hadithi za ndani ya Kiislamu tu ambazo haziwezi kuthibitishwa nje ya maandiko ya Kiislamu. Al-Kaaba ilikuwa ni sehemu ya ibada za kipagani ambavyo yeye mwenyewe Muhammad, kabla hata ya kuanza kuhubiri mambo ya Uislamu, yeye mwenyewe alishiriki katika ibada za kipagani, na kuna hadithi pia zinamuonyesha alikuwa akishiriki katika ujenzi wa ile Al-Kaaba pamoja na mjomba wake yule. Kwa hiyo Muhammad alipokwenda kuanza kusujudu pale kwenye Al-Kaaba, huyu Abu Jahil akawa ameenda kumfanyia vurugu. Sasa ndio hii aya ya kuanzia ya 6 aya ya 6 mpaka 19 inamzungumzia huyu Abu Jahil na vituko vyake, na Muhammad anashusha wahai kuwatisha watu wasianze kumsumbua tu, kwamba kama wao wakiwaita watu wake basi sisi tutaita malaika wa motoni. Ni vitisho ambavyo Muhammad alivifanya na wao watu hakutishika. Ndani ya miaka 13 Muhammad hakuweza kuwa na wafuasi zaidi ya 100 pale Maka. Wakristo walimkataa, Waislamu walimkataa, makafiri pia walimkataa, yani wapagani walimkataa. Baada ya kuwa frustrated ndo akaenda Madina. Kuanzia hapo sasa akaanza kutumia nguvu na vita na vitisho na mauaji, ndipo watu wakaupokea Uislamu, si kwa ushawishi wa mahubiri bali kwa vitisho vya kifo na vita. Ndivyo viliwapelekea watu waupokea Uislamu, si kwa njia nyingine yoyote ile. Kwa hiyo hapa Muhammad alichokuwa anajaribu kufanya ni kuwatisha tu watu kwamba huyu Mungu ambaye Muhammad anamzungumzia, wakianza kumpinga basi atawaletea madhara makubwa. Kimsingi Surat Alaq, na unapoisoma hasa kuanzia aya ya 1 mpaka ya 5, unaona wazi kabisa msingi wa Uislamu unajengwa na Ibilisi ambaye toka mwanzo yeye ni muongo. Hata vitu anavizungumza pale ni uongo mtupu. Hili ndio ambalo ndugu yangu Muislamu lazima ulifahamu, kwamba mafundisho ya Kiislamu yanatoka kwa Ibilisi na hakuna wokovu mbele ya Ibilisi. Ibilisi nia yake, unaposoma Biblia takatifu, Ibilisi anaambiwa kazi yake ni kuua, kuharibu na kuchinja. Ndio nia yake, na nia yake tokea mwanzo. Kwa mfano nitakuonyesha mfano mzuri katika kitabu cha Mwanzo hapa, sura ile ya 3. Kumbuka unapokwenda katika sura ya 2 kwanza, Mungu baada ya kumuumba Adamu na kumweka kwenye bustanini alimwambia hivi, mstari wa 16 sura ya 2 ya Mwanzo, asema Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Haya ni maagizo ambayo Mungu anayetoa, anamweleza Adamu kwamba ale matunda ya mti wote kasoro huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya asile, kwa sababu akila atakufa. Sasa sikiliza huyu Ibilisi anapokutana na Hawa anamwambia mambo gani. Nataka uone kauli za shetani huyu Ibilisi. Siku zote yeye anakuja na uongo. Tunakuja katika sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo, tunaanzia mstari wa 1. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliwafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Kumbuka Adamu anapewa maagizo ale matunda ya miti yote isipokuwa mti mmoja, lakini nyoka huyu Ibilisi anapokuja anamuuliza, mmekatazwa kwamba
msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamjibu akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani tuweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, cha kwanza hapa anabadilisha story huyo Ibilisi, lakini anakuja sasa na kauli ya pili baada ya mwanamke kurekebisha kauli ile. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Unaona uongo wa Ibilisi? Ibilisi ni muongo tokea mwanzo, hana kweli ndani yake, na ndicho anachokifanya Muhammad. Laiti Muhammad angelikuwa ni mtu aliyekuwa anafahamu maandiko yaliyotangulia kabla yake, hakika angejua kile kiumbe kilomtokea pale kwenye pango la Hira ilikuwa ni Ibilisi na si malaika wa kweli. Ndugu yangu Muislamu, tafakari mambo haya, zingatia sana kwamba hakika Islam imejengwa katika msingi wa uongo wa Ibilisi, na mwisho wake ni kupoteza uzima wako wa milele. Bwana Yesu anajidhihirisha kwa utakatifu wake, na hakika hata katika Qur'ani, bahati mbaya sana huyu Ibilisi japo anachomeka uongo hapa na pale, lakini bado kuna ukweli ambao anashindwa kuficha. Kwa mfano, unaposoma katika Qur'ani sura ya 19 aya 19, Bwana Yesu au nyinyi katika Qur'ani, katika Uislamu namuita Isa bin Maryam, ndio anafahamika kwamba ndiye aliyekuwa hana dhambi. Hata Qur'ani inakiri hivyo. Lakini msikilize Bwana Yesu anaposema katika Injili ya Yohana sura 14 mstari wa 6. Anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kubaila kwa njia ya mimi. Tafakari mambo haya. Ukweli upo kwa Yesu Kristu na uzima uko kwa Yesu Kristu, na njia ya kumfikia Mungu na kupata uzima wa milele iko kwa Kristu peke yake. Ndugu yangu Muislamu, tafakari mambo haya. Hatima ya roho yako si ya mchezo. Kuna maisha baada ya maisha ya mwili, na maisha baada ya mwili ni ya milele yote. Utakapoingia motoni ni kuingia huko milele yote. Unapoingia mbinguni ambako unakuwa katika uwepo wa Mungu ni furaha ya milele yote. Hatima yako iko katika mikono yako. Mungu akusaidie sana.